na kuacha pembeni huduma ya neno kumjenga mtu katika imani yake. Matengenezo au wengine wanatumia neno reformation lina mzizi katika neno form, ambalo maana zipo nyingi, lakini baadhi yake naomba nisitaje maana zifuatazo. Maana ya kwanza, form ni muundo au muonekano au muundo wa kitu au umbile lake. Maana ya pili ni mpango au mfumo unaoelekeza kazi inavyotakiwa kufanya au taasisi inavyotakiwa kuendesha. Hali ya kiroho inayoonekana nayo inaweza kuitwa form. Pia form, maana ya nne, ni mfumo wa kuifanya wazo kuonekana katika kufundishwa au kujenga watu. Kwa mfano kama mtaala, nayo inaitwa form. Kwa hiyo neno reform ni maneno mawili, maana yake rudia au tengeneza huo mfumo wa upya. Ni kufanya kwa upya au tengeneza kwa upya. Matengenezo ya kanisa ni wazo lililoonesha mfumo wa kanisa, yani ibada, utakatifu, yani toba na utakaso, kuwa na ulegevu, na wakati mwingine ilikaribia kufa. Kwa ujumla, uhai wa kiroho ulikuwa umepoa kabisa kwa wakati huo. Kwa hiyo matengenezo ya kanisa yalilenga kufufua uhai wa kiroho wa kanisa. Naomba nizungumze kidogo. Imani kwa Mungu imepita mara nyingi kwenye matengenezo. Ukisoma Agano la Kale lote linaonyesha maeneo mengi sana ya matengenezo, ambayo maeneo hayo yalijengwa kwa kila kiongozi aliyesimama ili kuongoza taifa la Israeli. Walio wengi walipitia kwenye matengenezo. Matengenezo makubwa naomba niyataje mawili. Matengenezo ya kwanza ni yale ya wainjilisti wa manabii, ambao walitengeneza imani za watu. Na hawa wa manabii, mkazo wao wa matengenezo mkubwa ulikuwa ni toba. Ilikuwa ni msingi wa matengenezo yao. Lakini pia baadhi ya wafalme walifanya matengenezo katika utawala wao ili watu waishi kwa kusudi la Mungu. Na hasa kwenye somo letu la leo linaonyesha mfalme Hezekia, ambaye alipokea ufalme ule kutoka kwa baba yake Ahaz. Alilazimika kufanya matengenezo, kwa sababu somo linaloanza leo, ukisoma kuanzia mlango wa 28, unamuona Ahaz aliasi. Alipoasi, akaamua kubomoa vitu vyote vilivyokuwepo ibadani na kuamua kufunga mlango wa hekalu. Akafunga kabisa. Kwa hiyo watu wakawa hawaji kuabudu. Sasa matengenezo ambayo mtoto wake Hezekia anayafanya ni mengi, lakini nimeyaweka manne, naomba niyataje. Moja, alifungua milango ile iliyofungwa na baba yake. Ukisoma mlango wa 28 mstari wa 24, utaona jinsi baba yake alivyofunga huo mlango. Milango ya ibada alifunga. Milango ya madhabahu na ibada ilikuwa imefungwa na kuifanya sauti isionekane katika eneo lao. Na hasa ukisoma mstari wa 3 na mstari wa 15, kwamba milango ilikuwa imefungwa. Na kitendo hicho kiliifanya madhabahu inyamaze kimya pasipokuwa na majibu kwa watu. Jambo la pili, aliwaita makuhani na kuwahimiza kutimiza wajibu wao kwa wakati. Aliwaonya wasifanye uzembe katika kazi ya ukuhani kama ile ilivyotokea wakati wa baba yake. Kutokutimiza wajibu huo kulifanya watu wasiabudu wala wasitoe sadaka, na jambo ambalo lilifanya taifa la Israeli lisipokee sauti yoyote kutoka kwa Mungu. Jambo la tatu, alisafisha hekalu na kuondoa uchafu wote. Kazi hiyo waliifanya kwa siku 16. Ni kama
majuma 2 na siku 2. 4, alirejesha ibada na sadaka. Uhai wa ibada na sadaka ni alama ya uhai wa madhabahu, na nguvu na sauti ya madhabahu iko katika ibada na madhabahu. Nitasema mbele kidogo. Matengenezo enzi za Martin Luther. Huyu ni miongoni mwa wana matengenezo wa karne niliyoitaja ya 15 na 16. Walikuwa wengi wana matengenezo, lakini yeye ni miongoni mwao. Katika matengenezo hayo ndiyo maana kalenda za Kiluteri zinafanya Jumapili ya mwisho ya mwezi wa 10 kuwa ni ya matengenezo, kwa sababu yeye Martin Luther aliweka neno la matengenezo na kubandika hizo wanazita hoja 95, akiwataka watu wabadilishe mfumo wa maisha yao, akitaka mifumo ya kanisa ibadilike. Aliziweka tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka 517 huko Wittenberg, na alipinga mengi, alipinga mambo mengi sana, na mimi naomba niyataje mambo 3. 1, alipinga biashara ya imani na hasa kuuza vyeti vya msamaha. Unajua vyeti ambavyo vilikuwa vimetokea wakati ule vya kanisa vilikuwa vya ajabu, kwa sababu ilikuwa unaweza ukawa na ndugu yako ukanunua cheti ukampelekea kilichoandikwa jina lake, halafu akatangaziwa ameshasamehewa huko. Hata kama yeye hajatubu, hajafanya nini, anatangaziwa kusamehewa huko. Wengine walinunua vyeti vya wenzi wao, wengine walinunua vyeti vyao wenyewe. Yaani kabla hujatenda dhambi unanunua cheti cha kusamehewa, alafu unakuwa umesamehewa. Kanisa lilifika hapo. Baadaye ikaonekana ni kama kanisa linafanya biashara ya imani badala ya kufanya kazi ya kuhudumia roho za watu. Na hata leo ukiangalia kuna mahali fulani kuna biashara zinafanyika, biashara za imani. Kuna watu wananunua, wali hamjasikia kwa habari ya kununua mafuta ya upako? Umesikia? Yaani mtu badala ya kuzungumzia habari ya kutubu dhambi zake na kusamehewa, ananunua mafuta ya upako, anakaa nayo. Anatembea nayo kwa kamkoba, ameweka kwenye kamkoba kama mama, anatembea hapa, amekabana hapa kwa pani hapa, kwamba Mungu anamsikiliza kwa sababu ya hapo kamkoba aliko nako. Hizi ni biashara za mambo ya imani. Biashara hiyo. Kwa hiyo inapaswa kuangalia kwamba kilicho cha muhimu kwenye imani ni toba na maombi. Hilo ndilo jambo la msingi. Jambo la msingi ni nini? Toba na maombi. Jambo la pili, mtu walifundisha kwamba mtu anahesabiwa haki kwa matendo, ndipo Mungu anamsamehe. Ni vizuri tukumbuke ya kwamba kanisa lilianza kupoteza mwelekeo wake, kwamba mtu anaweza kuhesabiwa haki kwa matendo ya sheria. Ukweli ni kwamba mtu hawezi kuhesabiwa au kuingia kwenye ufalme wa Mungu kwa sababu ya matendo. Hapana, bali mtu anahesabiwa kuingia kwenye ufalme wa Mungu kwa kuamini na kutubu dhambi zake, ndipo ataingia ufalme wa Mungu. Leo watu wanakosea tena, hata wanaweka kiwango fulani cha sadaka ili kuombewa na kuponywa dhambi zao. Mgonjwa fulani wameenda kwa mtumishi, anasema kwamba wale wanaotaka kuponywa saizi malipo ni ukifika upako ule wa kwanza unaanza kwa kutoa laki, au ndio wataombewa waponywe mapema zaidi. Wale wa 50 nao wataombewa tena baadaye kidogo. Wa 10,000 na wa 2,000 hao wataombewa kwa jumla wote pamoja. Hizo ni biashara hizo. Inatupasa tuone ya kuwa watu wanapotoa sadaka, wanatoa maombi au wanatoa sadaka kwa sababu Mungu amekwisha kuwatendea. Kwa hiyo hawamlipi Mungu, bali wanamshukuru Mungu kwa mahitaji yao. Jambo la tatu, ilionyesha kuwa
watumishi wa kanisa, hasa wachungaji, waimbaji na waumini wa kawaida, wote walipoteza maadili yao na usafi wa maisha yao ulipotezwa. Kwa hiyo wakaishi maisha ya ovyo, huku wakidai kuwa Mungu anaangalia moyo kuliko maisha yao. Martin Luther alitaka mambo ya rohoni yaonekane kama matokeo ya matendo ya watu wanayotenda. Na kila aliyekosa asukumwe kutoka ndani juu ya kutenda matendo ya shukrani kwa Mungu. Sasa najiuliza, je, matengenezo ya kanisa yanahitajika hata leo? Swali letu ni ndio. Matengenezo ya kanisa yanahitajika hata leo. Moja, naomba niyataje mambo matatu. Moja, tunapaswa leo hii kama waumini wa Mungu, waumini wa kazi ya Mungu, kumfanya maisha yetu yawe ni maisha ya ibada ambayo inatokana na moyo uliotengenezwa ndani yake. Na moyo huo uliotengenezwa uwe ni moyo wa mtu na kufanyika kama kituo cha au madhabahu ya mahusiano ya mtu na Mungu. Kwa lugha ya sasa unasema inatakiwa moyo uwe ni wa ibada, ukifanyika kuwa unatengeneza kama aina ya antena. Mnaifahamu antena? Au unatengeneza aina ya dishi litakalovuta uwepo wa Mungu na uhai wa kimungu mahali mtu anapoishi. Kwa hiyo mtu akiishi katika ibada, uwepo wa Mungu unaweza kumvuta na kumfanya mtu yule matendo yake ya ambatane na ibada kila siku. Sio anakuwa safi anapoingia kanisani tu, lakini maisha yake yanakuwa ni maisha safi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba nisemeni nikiwa hapa mengine. Naomba nisemeni nikiwa hapa. Yaani kinachoonekana hapa ni kwamba matengenezo yanayolengwa kwenye ibada yamfanye mtu msukumo ule wa uibada ndani yake, yamfanye mtu aweze kusema, aweze kutenda kutokana na msukumo anaouelewa kule ndani. Mtu asifanye kwa sababu watu wanasema. Sasa mtu mmoja alikuwa anakwenda kanisani, akapita kwa Sinyawa. Sasa watu wakasema, mbona unakwenda kwa Sinyawa wakati unakwenda kanisani? Akasema, shida ya kule nikienda na Kijombero, hiyo ndio shida. Lakini kama nimeweka ndani haina shida. Kwa sababu hakuna mtu atakayegundua. Kinachosemea juu ya matengenezo mtu afanyike kuwa ibada mwenyewe na maisha yake yawe ya ibada mwenyewe, ambapo kitakachomsukuma sasa kutenda ni kutokana na ibada iliyomo ndani. Nafikiri kuna watu wamesoma kitabu fulani cha mtu mmoja anaitwa Edmund, mtu wa Mungu. Huyu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni mtu wa maombi na mtu wa kuhubiri sana. Kwa hiyo mtu mwingine miongoni mwa watu waliohubiriwa akaja akaandika kile kitabu, akasema huyu kwa hakika alikuwa mtu wa Mungu. Akaandika kitabu cha historia yake kinaitwa Edmund, mtu wa Mungu. Na mtu mwingine ameandika kitabu cha Padre Pio, huyu ni wa Roman Catholic. Na pale juu kwenye kichwa cha kitabu amesema Padre Pio, matumaini ya wanaoteseka. Yaani huyu padre kwenye maisha yake alikuwa tayari kwenye mateso, na aliwahi kuingia kwenye mateso na hata akauawa kupitia mateso. Lakini alichokisema na kukifanya akiwa kwenye mateso ndiyo yaliyomfanya mtu mwingine aseme
huyu ni matumaini ya watu wanaoteseka. Kwa hiyo majina ya bandia tunapewa na watu wengine kutokana na maisha yetu. Wako watu wanaosema wewe ni mtu wa Mungu, lakini wako watu wengine wanatajwa walioko kanisani wanasema huyu ni msanii. Wanasema na hata huyu ni Mkristo. Mahali fulani mfanya uchaguzi wa wazee wa kanisa. Mtu mmoja wa kilabuni tunapita hapo na tunafahamiana naye, akapita akasema, jamani, hao wazee wa kanisa mnaochagua mngetuulizaga hata sisi. Mmemchagua hata fulani. Ni kwa nini? Kwa sababu wanapoangalia maisha yake hayatafsiri kile ambacho amepewa. Lakini huku mitaani kuna watu ambao wanatafsiri vizuri juu ya maisha ya watu. Wanasema huyu ni mtu wa Mungu. Wanasema huyu ni mzee wa kanisa. Hata kama kanisa lile yeye hahudhurii, lakini maisha yake yanaonyesha kwamba huyu ni mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yetu ya ibada yatengeneze kutoka ndani, alafu matendo yetu yaonekane jinsi tunavyomwabudu Mungu. Maisha yako ya kiibada ndiyo yanayoeleza wewe ni mtu wa aina gani. Na jina bandia kwa kawaida utapewa na watu, sio kwamba wewe utajipa jina. Hebu nimeandika majina machache hapa, naomba yataje, ambayo yanazalisha lugha yako, yanazalisha mfumo wako wa kuishi na watu wengine. Mmoja nimetaja, kwa mfano Edmund aliitwa Edmund mtu wa Mungu. Na mwingine mnamfahamu kwenye Biblia, anaitwa mwana wa faraja au ni mtu wa faraja. Na kwenye vijiji tunafahamu watu wenye karama za namna hiyo wanafanya. Nasema yule anaweza ni msema haki, ni mtu wa haki. Tunafahamu na tunapeleka na mashauri yetu kwa. Sasa huko mitaani tuna majina ya watu. Kuna mmoja nilimsikia anaitwa Twangu Mudede. Na hii inatokana na maisha yake anafanyaje, si ndio? Na mwingine nikasikia anaitwa Gahere Kugoma. Gahere kupige. Majina yanarejea kile ambacho na maisha yako, si ndio? Alafu mwingine nikasikia jina amejiita ya Mwegaye. Na mwingine anaitwa Hekima ya Mungu. Halafu mwingine anaitwa Mnyang'asi. Wanasema pale kijijini, kama mtu anaolea pale kijijini, yeye zaidi ndio walimwalika awe ni nani? Mshenga. Na jina akapewa la ushenga. Kila watu wanaokuja wanasema ukitaka jambo lako liende vizuri kwa fulani. Kwa hiyo tabia yetu inayosukumwa na maisha ya ndani ya unachoabudu ndiyo yanayotengeneza wewe uitwe nani. Naomba tujiulize, wewe unaitwa nani? Sio swala la kusema kwamba mimi naitwa fulani. Jamii inakupa jina kutokana na sifa na kile unachokifanya. Sio wanakubandika tu, wanakupa kutokana na sifa ulio nayo. Wakikuita msanii, kubaliane kwamba mimi ni msanii kwa sababu familia ndio sio waliokufahamu.